Experience da Tunis, japokuwa Experience da Tunis ametolewa kwenye haya mashindano. Kwa hiyo anaikamata hii nafasi kutokana na pointi alizokusanya. Simba yeye anakufuzu hatua ya nusu finali, anafikisha alama 43. Katika vile vilabu vyote hamna mtu mwenye alama 43. Kwa hiyo Simba anakuwa timu ya 4 kwa ubora sasa hivi. Beba pia makofi. Makofi juu ya. Tunaenda kwa pointi. Sawa. Kuna unataka kujibu hapa. Nataka kujibu. Mimi niwapongeze sana wale wote ambao wanaamua kutengeneza mabango wakati kafu bado hawajatoa taarifa. Nataka niwaambie darasa moja. Kafu huwa kuna takwimu na wao sio wanaotoa wao. Kuna makampuni yanayotoa ranking. Umeelewa bwana? Wakati ligi bado inaendelea, inasikitisha sana kuona tuko nyuma katika mawazo mengi sana. Na haya ndio tuliojaliwa kuwa nayo ya kutengeneza upuzi kama huu. Haiwezekani timu zilizofika nusu finali klabu bingwa. Nazungumzia klabu bingwa. Nusu finali, robo finali, yani wewe ulioko huku, ruhusa ulikofeli, uende ukawapiku watu ambao wako hata kule. Unaweza kuona kwamba ni msiba wa kiasi gani. Tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niendelee kitu kingine. Mimi sihitaji kupitia kwenye vitu ambavyo wamevitengeneza watu. Kafu huwa hawatoi. Kafu atakuonyesha skills, Kafu atakuonyesha goli, atakuonyesha na kikosi. Lakini haya mengine tunatengeneza wenyewe. Tuwapongeze kwa hesabu hizo ambazo bado msimu haujakwisha. Unaelewa bwana? Kizinga unasikataa hizi takwimu. Tena kwa kiwango cha lami. Swali moja Kizinga. Niulize. Yanga kabla ya kucheza hatua ya finali alikuwa kwenye nafasi ngapi kwa ubora? Sijui. Kwa nini unasikataa hizo? Nazikataa kwa sababu kwanza kama umeweza kuwasikiliza, mimi mara nyingi ni mtu ambaye napenda kusikiliza. Kama umeweza kuwasikiliza viongozi wa bodi ya ligi, viongozi wa TFF. Mimi nimemsikiliza siku moja nani huyo? Kiongozi wa TFF alikuwa kwenye kituo cha redio, alisema kwamba huku kupanda kwa hivi vilabu, huku kupanda kwa hizi ranking, huwa mara nyingi sana hawatoi kafu, wanatoa kuna makampuni binafsi ambayo yanatengeneza kutokana na namna ambavyo tumefanya. Kwa mfano, ligi yetu iliingia nafasi ya 4 kwa sababu gani imeingia nafasi ya 4? Imeingia kwa sababu tuliingiza timu mbili robo finali klabu bingwa. Simba aliingia, Yanga aliingia. Kwa hiyo tulijaliwa kuwa katika nchi yetu tuingiza timu mbili. Kwa hiyo tulideserve kupanda pale. Kwa takwimu za kampuni binafsi. Sio wao. Kafu. Wewe ni kuulize wewe. Toka lini ukawaona Kafu wametoa taarifa kwamba hebu angalieni hapa. Kwa hiyo hizi zinatengenezwa na wahuni. Tuseme kitu kimoja. Tuwapongeze kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Wamecheza vizuri. Kwa hiyo bado wana deni kutoka kwetu. Deni walilokuwa nalo, nendeni sasa mkafanye. Nendeni South Africa. South Africa pale, mwende mkashinde nusu finali kama tulivyoshinda sisi. Nendeni mkashinde finali kama tulivyoshinda sisi, lakini hatukubeba ubingwa. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho tunataka kufanya. Hatuhitaji kelele. Kelele za mtaani kwamba mmefika hapo mkatutambie. Huku sio shida zetu. Tushatoka. Ndio maana sisi tumeondolewa kwenye vilabu bingwa ambavyo kwenye nchi zao ni mabingwa. Wewe kwenye nchi yako bingwa kutoka wapi? Hakuna mtu ambaye ni bingwa kwenye huku shirikisho. Finali ulifika wapi? Kwenye kombe gani? Nilifika finali. Kombe gani? Ni shirikisho. Nilifika shirikisho finali. Shirikisho leo unaikataa. Na aliyotutoa sisi DMC. Kwa tunatuambia nini? Kwamba bado hamjafika tulikofika sisi. Mkafike na ili iwe big story. Mwende mkaribebe lile kombe. Tunachoambia kitu kimoja. Nimpongeze sana msemaji wetu. Al-Shabani Kamwe. Ni kiasi gani amekuwa? Amefika mpaka finali na medali amevaa. Lakini hatukuona kitu chochote. Utaishangilia Simba ikifika finali. Utaishangilia kibaba ubingwa. Ikifika finali sio story. Aende akacheza finali hata kwenye mazingira tuliyopitia sisi. Hakuna asiyejua tumecheza finali kwenye mazingira magumu brother. Kwa hiyo wafike huko. Tunachowaambia, huu mpira tuliokutana nao leo. Hichi kipigo alichokipata Azam siku leo. Mpongeze sana Azam. Kwa sababu hichi kipigo Azam amekuwa jasiri. Azam kuleta timu uwanjani anatakiwa kupigiwa misinga takriban 10. Kwa sababu amefanya kitu cha maana. Kuna watu mpaka leo wamekimbia, wanautaka mchezo. Ukiwasikiliza hata sio wao, Dazu anakuambia mechi tunatamba nao. Swali kwake, wewe mwanadada unautaka mchezo? Wewe si ndio ulikataa masaa 8 za usiku. Sasa hizi unautaka. Wamekutekelezea shida zako, wale uliowaambia ucheze. Mchezo wote ucheze. Sasa hizi wamekutekelezea. Wenda ametekelezewa kimya kimya sasa tujue. Wakiendelea Dazu unakwambia. Dazu ni sio wa Simba. Kizinga Simba imepanda kwa ubora kwenye ranking za CAF. Nafasi ya 4 kwa ubora. Pengine hili kama mwakilishi wa Tanzania kwako na neno gani? Nimelisikia vizuri sana. Kwanza nikupongeza kwa swali zuri. Wewe umechelewa. Tulikuwa tumeshadadavua hili jambo. Lakini ukweli ni kwamba wewe unaweza kutuambia umeona kwenye peji ipi kwamba Simba amepanda mpaka nafasi ya 4? Unaona hizo taarifa. Na kuuliza wewe umeona kwenye peji ipi? Sio peji zote. Nataka niwaambie Watanzania wote wanaofuatilia hapa. Nenda kachunguze peji ya CAF.
nenda kwenye peji ya kafu, kaangalia wapi kafu wameandika Simba amepanda mpaka nafasi ya 4. Haiwezekani mtu aliyefeli ameenda shirikisho kwa kupitia mlango wa nyuma nafasi ya 3 aende akawazidi experience ya Tunisia, aende akavizidi vilabu ambavyo tulia kwanza, achana na lakini bado nipo kwenye hotuba. Umeelewa bwana? Hawezi kwenda kuwazidi watu hivi. Brother, nikuulize wewe, mtu ambaye mpaka sasa hivi ametolewa kwenye robo finali, wewe uko shirikisho huko mkiani, wewe ndio kamzidi finali babu. Ni kama Simba amekuzidi mbali, Young Africans sipo nafasi ya 11. Hii distance kwako unaizungumzia hiyo nafasi ya 11 wewe umepata kwa nani? Yaani mimi ninachokitaka mniambie ni peji ipi? Ngoja turudi kwenye darasa. Ukweli ni kwamba wanaotoa hizi takwimu sio kafu, ni makampuni binafsi. Umenielewa bwana? Nisikilize, hiyo takwimu kaitoa nani? Kwa hiyo wewe uamini kwamba Simba alipofuzu ameongeza point? Nisikilize, ngoja kwanza. Shabalala, ukimsikiliza maneno ya Shabalala kapteni anasema kwamba wao walideserve. Umesikia bwana? Kapteni anasema, bwana mtulia kidogo. Kapteni Shabalala anasema walipokuwa Cairo waliambiwa na ile timu pinzani, bwana mna timu nzuri, hamkudeserve kuwa hapa. Kwa nini mmekuwa hapa? Unalikwepa swali. Tulia kwanza. Shabalala anasema tumetereza, tutajipanga wakati mwingine tutakuwa kule tulikokuwa. Brother, wewe ni shahidi. Simba kuenda hatua shirikisho kwa kupitia mlango wa nyuma nafasi ya 3, lile ni anguko. Wakubali kwamba walianguka na huku walikokuwa haikuwa saizi yao. Walitakiwa kuwa huku tulipo kaka zao, hata kama tuliondolewa. Kumalizia basi neno lolote kwa mashabiki wa Yanga baada ya ushindi leo. Neno lolote kwa mashabiki wa Yanga, tuambie kitu kimoja. Sala na dua zinahitajika kwa wachezaji wetu. Vita imekuwa ni kubwa. Ukiachana na vita tunayopitia nje ya uwanja, vita nyingine imehamia ndani ya uwanja. Unaweza kumuona Lidi ya Ucho ulikuja mpango mkakati, akafanyiwa madhila mpaka leo yuko benchi tumemkosa. Unamwona Pacome Zouzoua ya Arabi, msaidia afya yake irudi imariki. Huyu ndo man of the match alikuwa leo, lakini wamemfanyia ukatili, ameshindwa kuwa man of the match. Huyu Pacome Zouzoua ni sumu inayotambaa, silence killer. Unaweza kumuona kuna vijana kuhusiana na Pacome Zouzoua kuhusiana na Elie Mpanzu alichokifanya jana Kizinga. Kumfananisha Elie Mpanzu na Pacome Zouzoua ni kumkosea heshima. Wallahi nawaambia ni kumkosea heshima. Pacome Zouzoua mmoja, Elie Mpanzu 6. Umeelewa? Niko vizuri. Hasijalewa niko salama. Mtu anayefanya kwenye kombe la kafu je kufananisha na kombe la kafu kitengo gani? Shirikisho umefeli mkao. Wewe umefeli. Nimefeli, niko nusu finali. Sikiliza nikwambie, Pacome Zouzoua alikuwa kwa vilabu bora, vilabu bingwa, yani timu iliyochukua ubingwa ndani ya nchi alikuwa anacheza pale. Tukaondolewa katika raundi ya makundi. Sio umeelewa? Sasa wewe uko shirikisho, kwa hiyo Pacome huyu muache usimzungumzie. Kwa shirikisho ni watu waliofeli. Ndio, tunakubaliana. Wewe kwa nini unajivunia? Wewe mafanikio yako ambayo unajivunia mpaka leo ni kwenda hii hatua ya shirikisho finali. Wewe unajivunia kufeli. Asante sana. Tunaangalia position yangu ya kuingia shirikisho. Shirikisho nilienda kama mtu wa aina gani? Nilikuwa bingwa nchi, nikaondolewa hatua za awali kwenye michuano ya kafu. Sheria ikanipeleka niende nikashirikiana na watu ambao wamefeli. Umeelewa bana? Baada ya mimi kufeli kwenye klabu bingwa, nikaenda kukutana nao waliofeli. Kwa kuwa waliofeli nikawaburuza. Wewe pia ulifeli.